kupata matokeo. So nikijaribu kutazama kwa sajili hizi ambazo Young Africans wameweza kuzifanya, sitarajii tena kuona wananchi wakija na malengo mafupi ya kwamba wanahitaji kufika hatua ya makundi kwenye kombe la klabu bingwa barani Afrika. Sitarajii tena kuwaona. Kama watafanya hivyo, watakuwa wametuonesha makosa makubwa sana sisi wadau wa mpira na mashabiki wao wa Young Africans, lakini hata kwa taasisi yao nzima, kuambia kwamba usajili wanaofanya ni kwa sababu wanataka makundi. Makundi yana mechi mbili tu. Wana mechi ya awali, wana preliminary stage and first round. Kwa hiyo mechi mbili tu kwenda makundi hapana. Ni mechi mbili tu ambazo ukiperform vizuri unaenda moja kwa moja. Natarajia wa countdown wamesema malengo ni robo finali. Yes, natarajia kuona at least sasa malengo yakipanda kutoka group stage kwenda robo finali ambako itakuwa ndio standard zaidi. Ukimfano kimtazama kama Albert Kagwanda, mchezaji ambaye ubora wake ni mzuri. Ni miongoni mwa wachezaji wachache ambao wameweza kupata nafasi even katika timu za vijana. Alikuwa anapata nafasi kwenye timu za vijana za Zambia chini ya miaka 17, chini ya miaka 19, na ni miongoni mwa mtu ambaye alikuwa anafunga, akipata nafasi anafunga. Yako mashindano mengi sana ya ukanda Afrika Mashariki na Kati. Alikuwa akipata nafasi pia. Ni miongoni mwa wachezaji ambao tayari amecount down zaidi ya magoli 3 yuko nayo. Ni MVP wa pale Zambia. Si bahati mbaya kuwa MVP pale Zambia, lakini tunakuhitaji Tanzania uweze kufanya vizuri ili tuweze kuona kwamba wakati wewe ni most valuable player ukiwa pale Zambia, je, huku Tanzania unaweza ukafanya jambo gani? Bahati nzuri ukiangalia kazi aliyoifanya akiwa Zambia msimu uliopita, kwa kweli ilikuwa kazi kubwa. Naweza nikasema hii ndio inaweza ikawa ni credit walioipata Young Africans wakaamua kuweza kumrejesha. Kumbuka kwenye ligi ya Zambia msimu uliopita, bingwa ligi alikuwa ni Power Dynamo. Ndio timu pekee ambayo ilimaliza ikiwa bingwa kwenye nchi hiyo, lakini timu pekee iliyokuwa inashambulia, iliyokuwa inahitaji kucheza mpira mkubwa na kuwa machampioni walikuwa Red Arrows, ambao wao walifanikiwa kumaliza nafasi ya pili. Na nafasi ya pili, kama tu uwiano wa kutafuta haramu ungekuwa mzuri, huenda tunavyozungumza muda huu Red Arrows wangekuwa machampioni wa Zambia. Lakini MVP amehusika sana. Angalia, MVP anatoka kwenye timu ambayo sio mabingwa kwa sababu ya contribution yake aliyoifanya kwenye timu na kuonesha kwamba ni mchezaji ambaye sio wa kawaida. Na timu ya tatu ilikuwa ni Maestro, ambao yenyewe ndio ni timu kadhaa chache zinazoendelea kujitafuta kutengeneza ustawi mkubwa kwenye taifa la Zambia. Sasa mchezaji huyu anakuja Young Africans na ana uwezo wa kupiga free kick. Ni mchezaji mzuri, ana uwezo mzuri sana wa kutengeneza mashambulizi. Kwangu mimi, kwa sababu haya majina ukitazama namba yanakuonesha ni kama ana kitu. Sasa ni kwa wachezaji wa Young Africans kwenye hizi sajili mbili, mchezaji mmoja nimempitisha moja kwa moja. Wachezaji wawili hawa inabidi niwaambie Watanzania mmoja ni nani? Nimempitisha mmoja striker. Striker ambaye Tule Ibrahima. Yes. Huyu nimempitisha kwamba ni bari, sina mashaka naye. Kagwanda MVP wa Zambia. Hussein aliyezaliwa pia Ufaransa. Hawa wawili hawa tusubiri tuone kuanzia kwenye tamasha. Tusubiri tuone kuanzia kwenye mechi ya ngao ya Hisani pamoja na mechi mbili za ligi. Kuna uwezekano kabla mwezi wa 8 kuisha tukaja kuzungumza lugha tofauti kwa hawa wawili, lakini kwa huyu mmoja sina mashaka naye, one of the best player. Bwana, asante sana kama ndo kwanza umejiunga na sisi.